Shalom, mimi naitwa Jof. Tumekuwa na mfululizo wa kuzungumza, tuna topic ambayo tunazungumza kuhusiana na kuwapenda adui zetu. Biblia ina mistari mingi ya Biblia ambayo inaelezea kwa habari ya kuwapenda adui. Nilizungumza kwa habari ya namna ambavyo adui wanaweza kujengeka. Nilisema mambo matatu. Inawezekana yako mengi, lakini la kwanza nilisema ya kwamba urafiki unaweza kuwa chanzo cha uadui, lakini pia ukiwa mtenda haki, ukiwa unapenda haki, unaweza ukatengeneza maadui. Lakini kuna ile aina nyingine ambayo ni mtu tu anajisikia, mtu anasema kwamba damu yangu na ya fulani haziendani, automatic mnakuwa maadui, whether mnajuana au hamjuani, inaweza kuwa hivyo. Lakini Biblia imetuasa sana kwa habari ya kuwapenda maadui na tuwaombee wale ambao wanatuudhi. Nimejaribu kujiuliza ni kwa nini Biblia inataka sisi tufanye hivyo, na nimejaribu kufikiria, je, maadui zetu wanapofanya vile ambavyo wanatufanyia wanajua impact ya yale wanatufanyia? Nikajaribu kuwaza na kufikiri, maadui zetu ama watu ambao wanakuwa maadui kwenye maisha yetu wangekuwa wanajua mambo ambayo wanatufanyia ya wakati mwingine yanatani yanakuwa baraka, whether wangekuwa hawi maadui wasingekuwa wanafanya. Umeshawahi kusikia kuna watu wapo leo hivyo walivyo, maisha yao yamebadilika, ni kwa sababu kuna watu waliwafanyia uadui. Mfano, kuna watu labda leo wamejenga nyumba zao kwa sababu mababa wenye nyumba walikuwa wakorofi kwao, waliwafanyia vitu vibaya, wakakasirika, wakafight, wakaamua kuwa na nyumba. Kuna watu labda walifukuzwa kazi, kuna watu waliwatendea mambo, waliwafanyia mambo mabaya, wakafukuzwa kazi, au walimfanyia unafiki akaondolewa kazini. Labda akatoka akaenda kufanya ujasiriamali, akaenda kufanya shughuli nyingine, akafanikiwa zaidi ya pale alipofanya. Lakini wakati adui anamfanyia hivyo, adui alikuwa anajua kwamba hicho anachomfanyia huyo mtu labda kitamuumiza na hata kuwa na namna nyingine ya kutoboa. Lakini kumbe kwa Mungu ni tofauti. Mungu anatuwazia yaliyo mema. Nimejaribu kufikiria kwenye Biblia kama Samueli, kama Yusufu asingeuzwa utumwani, minzi asingekuja kuwa waziri mkuu. Ndugu zake walimfanyia kitu kibaya, lakini mwisho wa ule ubaya ulikuja kwa kitu kizuri. Wakati mwingine nimejaribu kufikiria, labda Penina asingekuwa anamwambia maneno ya vijembe Hana asingekuwa na uchungu sana wa kumwomba Mungu kwa ajili ya kupata mtoto. Kwa nikagundua wakati mwingine mambo ambayo maadui wanatufanyia yanaweza yakawa chachu ya maendeleo au baraka. Vile ambavyo wanatufanyia, Mungu anavibadilisha vile vitu, vinakuja kuwa baraka kwetu. So ninachotaka kukwambia ni kwamba fanya kama vile ambavyo neno la Mungu linasema. Unapopata adui au mtu anapokuwa adui kwenye maisha yako, hauna sababu ya wewe kumchukia na kumuombea mabaya. Wewe mtendee mema, kwa sababu kupitia kile anachokufanyia Mungu anaweza kukufanyia kitu kikubwa zaidi. Jaribu kufikiri,